Mimi shida yangu ilikuwa ninasumbuliwa na mtoto wa jicho hili la kulia. Zaidi ya wagonjwa 160 wamefanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho katika kliniki ya macho iliyofanyika hospitali ya wilaya ya Chamwino iliyopo kata Mloa mkoani Dodoma chini ya uratibu wa hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa tuliandaa hii kambi, Daktari bingwa wa macho kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, Dr. Amon Mwakakonyole, ameeleza hayo leo hospitalini hapo ambako kliniki hiyo inafanyika sambamba na maadhimisho ya siku ya afya ya macho duniani. Kwa tuliandaa hii kambi kwa maana ya kufanya screening, lakini pia kutoa matibabu ya dawa pamoja na miwani, lakini pia wale ambao wanahitaji upasuaji, hasa wale wa mtoto wa jicho, maana ina maana kubwa sana operation ya mtoto wa jicho, kwa maana ya kumhamisha mtu kutoka kwenye kutokuona kwenda kwenye kuona, ambao ndio ilikuwa lengo kubwa hasa kwenye siku hii ya leo. Kwa ili iweze kuleta maana, sasa tulikuwa tumepanga kuanza siku ya Jumatatu tarehe 6, inaisha kesho, na leo kwa sababu sasa ndio kilele cha siku ya afya ya macho duniani, kwa hiyo tungependa pia kuwataarifu au kuongea na jamii ambayo pengine haikupata hii huduma, haikupata hii taarifa hapo awali. Mpaka leo kwenye tukio hili au kwenye screening hii tumeweza kuona jumla ya watu 380, ambapo kati yao wagonjwa 184 wameweza kufanyiwa upasuaji, na katika hao 184 zaidi ya 160 wamefanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho. Kwa sisi tunaona ni msaada mkubwa na ni wajibu mkubwa ambao tumeufanya, kwa sababu tumeweza kuondoa watu ambao walikuwa ni tegemezi au hawezi kuona, na sasa hivi wanaweza kuanza kujitegemea wao wenyewe. Tumekuwa tukifanya hizi kambi mara kwa mara miaka mingi huko nyuma, lakini safari hii tumeweza kuhusisha watoa huduma ngazi ya jamii ambao mbali na kwamba tumeona namba kubwa, lakini karibu nusu ya hii idadi ya watu tuliowaona wameweza kuiburiwa na watoa huduma ngazi ya jamii. Kwa tunajaribu kuunganisha sasa kwamba kauli mbiu ya afya ya macho duniani ya mwaka huu inasema penda macho yako, simulizi yako, mwangaza kwa wengine. Tatizo la ugonjwa wa macho katika wilaya ya Chamwino, hasa kata hii ya Mloa, ni kubwa, ambapo kati ya wananchi 10, 8 kati yao wanakumbana na changamoto ya uoni hafifu na pengine kutokuona kabisa. Dr. Mwakakonyole anaeleza zaidi changamoto hii ambayo amekutana nayo hapa katika kata hii ya Mloa ambako kunafanyika kliniki hii ya macho, na kisha anatoa ushauri kwa wananchi namna gani wanaweza kujikinga kuepukana na changamoto hii. Kwa upande wetu hospitali ya Benjamin Mkapa, karibu katika kila wagonjwa 100 ambao nawapata, angalau wagonjwa 10 utakutana nao ambao wana aina hatua mmojawapo au hatua fulani ya mtoto wa jicho. Kwa hiyo ukiangalia ni namba kubwa, japo wanaokuja Benjamin Mkapa wengi wao wanakuwa na mtoto wa jicho ambaye hajafikia hatua ile kubwa kwamba mtu labda haoni kabisa mpaka mwanga peke yake. Lakini tunapokuja vijijini kama hivi, tunafanya hizi kliniki tembezi, ukikutana na listi ya wagonjwa 10, wagonjwa 7 mpaka 8 wanashikwa mkono, hawaoni kabisa. Yaani labda umulikie tu mwanga na unaweza kuambia hapa kuna mwanga, hapa hamna mwanga, au hapa mkono, hapa hamna mkono. Kwa tatizo mimi ninavyoliona, ukija huku ngazi za chini, tatizo ni kubwa sana. Tofauti na vile ambavyo tunaliona wale ambao wanatembea wenyewe wanalalamika kwamba sioni, nahitaji msaada. Kwa hiyo tunashauri watu wawe makini kulinda macho yao, kulinda afya zao, ikiwemo kuvaa miwani unapokuwa kwenye shughuli hatarishi. Lakini pia kuna zile shughuli za nje tunaita outdoor activities. Ukikaa kwenye jua muda mrefu sana unaongeza pia uwezekano wa kupata mtoto wa jicho. Kwa hiyo ukiweza kuvaa miwani ya kukinga mwanga au miale ya jua, lakini pia kuna wale ambao wanatumia digital devices, vyombo hivi vya kielektroniki, kompyuta, simu, pia inachangia kwa kiasi fulani kwenye kuongeza uwezekano wa kupata mtoto wa jicho. Kwa unapotumia hivyo vyombo ni vizuri kawa na vizuizi au vilinzi vya macho, kwa maana protective glasses. Kwa unaweza ukija hospitali tunakupima, tunajua ni aina gani ya miwani itakufaa kuzuia miale ya mwanga ya kompyuta, simu, TV, ili siweze kuharibu macho. Lakini kuna changamoto zingine ambazo pengine zinakuwepo, mtu ana ugonjwa mwingine ambao kwa namna moja au nyingine unapelekea kupata mtoto wa jicho, kama mtu labda ana kisukari, mtu ana allergy yoyote, inaweza kuwa allergy ya ngozi au allergy ya macho, ni vizuri ikatibiwa kwa wakati.
Wananchi waliofika katika kliniki hii ya macho hapa hospitali ya wilaya ya Chamwino kwa ajili ya kupatiwa matibabu, ambao wengi wao walikuwa hawaoni kabisa, wanashukuru serikali kupitia hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kupiga kambi hospitalini hapa kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya macho baada ya kutibiwa na kupona kabisa. Nimekuja juzi ile, nimefika hapa nimekuta watu wengi sana, umati wa kutosha. Basi nimefika hapa juzi, nafikiri tulilala kufanyiwa huduma. Huduma hii nimeifanyiwa jana, ili jicho la kulia walifungua jana ambalo haliwezi kuona chochote. Lakini walipofungua ili jicho nikapigwa operation, kulikuwa kuna mtoto wa jicho, ule mtoto wa jicho wakausafisha kwa sababu sikuweza kuona. Nafikiri nimekuja kushuhudia leo asubuhi. Leo asubuhi wamenitoa bandage, walivonitoa tu bandage, niliweza kusoma kila maandishi yote ya ofisi za madaktari. Kama hivi ninavyoongea nilikuwa siwezi kuona, lakini mbele yangu nasoma kuna jengo moja limeandikwa jengo la radiolojia kwa jicho hilo ambalo lilikuwa haliwezi kuona, lakini saizi naweza kusoma. Saizi naweza kuangalia simu, naweza kuandika meseji. Yaani niseme tu kifupi, nina furaha sana, kwa hiyo kiasi kwamba nashindwa kusema kwamba, na nilikuta nimekata tamaa. Ilifikia mahala nilitaka kuchukua maamuzi magumu ya kujiua, kwa sababu nilikuwa sioni. Nikiangalia mwili wangu na nguvu zangu jinsi nilivyo, bado na uwezo wa kufanya kazi, lakini kwa nini usione? Lakini wakati natoka Dodoma mjini na kuja huku, niliambiwa na watu wengi tu kwamba sasa kule ndio umeenda kupofuka kabisa, kwa sababu madaktari bingwa wengi wanapofua watu. Mwingine anakuambia bibi yangu mimi aliendaga mpaka leo haoni, mwingine anakuambia alienda mjomba mpaka leo haoni, mwingine anakuambia alienda shangazi mpaka leo haoni. Lakini kilichonipa moyo, niliangalia ni kwa nini kila mtu anayesema kwamba alienda fulani, kwa nini asiseme nilienda mimi alafu sioni? Hicho kilinipa moyo, nikajua kila mtu ananipa hadithi. Kwa hiyo nilipata moyo nikaja hapa. Ni kweli nafurahi, niseme nafurahi, naishukuru hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na ushirikiano wa hospitali ya wilaya ya Chamwino. Lakini niseme nashukuru na rais wetu, namshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kubuni mbinu kama hizi za madaktari bingwa. Ukweli namshukuru Mwenyezi Mungu, niwajalie na madaktari wote wawajalie, Mungu awajalie, hali yangu niona ni nzuri. Hivyo tu yani nimefurahi, nashindwa kuelezea kwa furaha nilionayo. Alikuwa na uwezo wa kuona tu kama mkono unapita mbele ya jicho, lakini kwa leo ana uwezo wa kuona mpaka mbali, kwa sababu jana alikuja kwa kusaidiwa, lakini kwa sasa ana uwezo wa kutembea mwenyewe, kwenda kupanda gari na kurudi. Kwa hivyo tumemruhusu leo asubuhi. Sasa anaenda kuchukua gari, atakwenda Dodoma mjini, atapokelewa na ndugu zake pale, halafu ataendelea kumsaidia kuweka dawa. Baada ya wiki 2 tutamuona tena kuona maendeleo yake kama wagonjwa wengine. Kwa hiyo ndivyo tulivyompokea na huduma ndivyo tulivyompatia. Ni ugonjwa gani wa macho ambao unamsumbua, una pressure ya jicho? Alikuwa na mtoto wa jicho au cataract tunaita. Maadhimisho ya siku ya afya duniani yamefanyika leo, yakiwa na kauli mbiu ya penda macho yako, simulizi yako angaza kwa mwingine, ambapo hapa mkoani Dodoma hospitali ya Benjamin Mkapa imeadhimisha kwa kuendesha kliniki hii ya macho kwa wananchi katika hospitali ya wilaya Chamwino iliyopo hapa katika kata ya Mloha. Kutoka Dodoma, mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital.